Hilo umelielezea vizuri sana na nashukuru sana katika hilo hapo pia. Kuna kitu chochote kile pale kwa nataka kuongezea kwa upande wako? Au kuniuliza mimi? Kitu kingine pia nafikiri ningeweza kufikiria kwamba bado labda kuna miko uzoefu wangu ninapokuwa naongea na watu fulani wachache, sio wote, kwa hiyo ile itamgusa mtu anayeona linamfaa. Nafikiri mtu anapopanga kuja kusoma huku, tunatakiwa tujue kwamba ni uwekezaji. Tusiweke lile wazo la kwamba naenda kusoma ni kama atakaye jua naenda kusoma huko ni mwenye chuo hicho kama atanifadhili. Sasa unaweza kukuta amekufadhili kwa mfano 90%, alafu imebaki sehemu ndogo tu, na hiyo sehemu ndogo ukaona tu ni shida kusema na wewe ujazie, kwa sababu ile pesa unatamani sasa ile ambao ungejazia pale unaona kama bwana ni nyingi, hii ningefanya kitu fulani kule nyumbani. Uwezo ukaua ndege wawili kwa mara moja kila wakati. Kwa hiyo kama ni una focus kusoma, uwekeza zaidi. Wale kwanza wanaokulipia hiyo 90%, mfano ni watu, mfano unakuta ni pesa nyingi ambazo familia yako hata isinge afford. Kama mngekuwa na kampuni labda pengine mngefunga by the time una graduate. Inategemea na chuo. Of course kuna wengine watasema nimeongea hicho kitu sio kweli. Ni kweli kuna vyuo vya bei ya kawaida Marekani, lakini hata hiyo kawaida Marekani bado sio kawaida Tanzania. Mimi masters yangu pale University of San Diego kwa mwaka ilikuwa ni ada peke yake $36. Hiyo ni 2 semesters, ambao ni zaidi ya milioni 70. Sasa bila milioni 100 mtoto wako, ina maana umempeleka hicho chuo kutoka Tanzania bila milioni 1 ya Tanzania, ina maana huyo hata maliza. Sasa kwa sababu hapo fikiria gharama zingine sasa. Hapo bado apartment, sijui chakula, insurance, hapo hujaviweka. Exactly. Na mahali pa kukaa, accommodation, chakula na nini. Na vitu vingine vya dharura vingi, emergency nyingi sana. Michango tu ya kawaida ya vitu vinavyojitokeza na nini. Ni pesa nyingi. Kwa hivyo mimi nafikiri unapofikiria kusoma Marekani ni kitu kinachowezekana sana, kwa sababu mimi nimekutana na wanafunzi vyuo vingi sana vya Marekani kutoka nchi nyingi sana. Hata Tanzania, nimekutana na watu kutoka mikoa karibu mingi sana. Unashangaa wamekuja huko kwa story tofauti. Mtu ambaye ulifikiria kwamba labda ingeweza kuwa ngumu amepata nafasi, anasoma vyuo. Kuna Watanzania ambao nimekutana nao wamesoma Stanford, ambao wewe mwenyewe unakifahamu ni moja ya vyuo maarufu sana duniani. Labda ungeweza kutaja ikitegemeana na ranking ya mwaka fulani. Kuna kipindi fulani Stanford ukitaja vyuo 10 ilikuwa unakitaja Stanford. Of course hakiweza hata kwenda kwenye 50 ukichanganya dunia nzima. Ni moja ya vyuo vizuri sana. Lakini wapo Tanzania ambao mimi nawafahamu wamesoma pale, wamepata scholarship kabisa, full ride scholarship ambayo anapata bado yuko Tanzania kule kuja nasoma. Nakumbuka kuna binti mmoja alitoka huko, nafikiri babake alikuwa anamfahamu kutoka huko Makete huko kwetu, zamani kwa Iringa, sasa vile wako mkoa wa Njombe wao, lakini ilikuwa zamani kwa moja Iringa. Pataka full scholarship. Na vijana nikutana nao wanasoma Princeton, ambacho unajua ni chuo kubwa sana. Wapo wa Tanzania wamesoma Harvard, wapo wamesoma Columbia, wamesoma Yale, MIT, na wamepata scholarship kabisa. Na hapa tungesema tuna muda tunataja orodha, ungeweza kuchoka. Jinsi muda unavyoenda unakutana na mtu kila wakati ambaye unakutana naye ana muda mrefu sana na amesoma tu kwa kupata hizo scholarship. Basi ulikuwa hapa ulikuwa kule hivi. Lakini ni kila mtu anafanya hizo juhudi labda katika level ya familia, na hakuna mahali unapoorodheshwa kwamba wamefanikiwa. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kutiana moyo, kutokukata tamaa. Kama una nia kweli, wekeza. Ukifanya TOEFL ukalipia mtihani ule, usiangalie ile pesa. Kama una nia kupata nafasi ya kusoma, usiseme kwamba nilipoteza hela yangu. Hapana, ile ni kamari ambayo umecheza kwa hela ndogo mno. Zile TOEFL hata kama hujachaguliwa ungeshinda pesa ambayo wangekulipia ni mamilioni, ambayo ndugu zako pengine serikali isingeweza kusema ikulipie.
of course serikali zinalipia watu kusoma lakini kwa malengo maalum, lakini ungeomba tu ufadhili hawezi kukulipia. Kwa hiyo nataka kusema hizo pesa tunazolipia sisi zinaonekana nyingi kwa shilingi, lakini kulinganisha na gharama halisi za huko Marekani sio kubwa. Mtu mwingine anakuuliza kabisa hata kwenye anasema hivi nikiomba wanaanza kunilipia TOEFL, wanaanza kunilipia nani passport nikichaguliwa na watanilipia. Kwa hiyo unaanza kupata picha sasa kusema huyu sasa ni wewe kwenye kundi gani? Hivi huyu hata kiomba asipopata si kama hivi anaona ametoa pesa nyingi sana, kumbe hata kwa viwango vya huko hajatoa. Alafu pia kuomba chuo zaidi ya kimoja, usiombe chuo kimoja viwili. Wewe Makulilo nafikiri mzoefu sana kwa hili. Wewe umeomba chuo vingi na unalielewa practically kwa mazoea yako wewe mwenyewe. Wanavyoomba ni utamaduni wa Marekani kuomba chuo zaidi ya kimoja. Na sio kwamba eti wanawake watachaguliwa. Furaha ya wengine ni kuona hajakosa kabisa, na pia ni kuona na machaguo kadhaa. Unapata vyo vinne, unaangalia kipindi bora, scholarship nzuri, unaangalia program, unaangalia jimbo, unaangalia faculty unayokwenda, kuna factors nyingi. Lakini ukipata chuo kimoja, hata kama ni Vermont huko kwenye baridi utaenda tu, ni hicho, huna option nyingine. Kabisa. Nitatolea mfano mmoja. Kuna mtoto mmoja nilikuwa namfundisha, yeye mzazi wake nafikiri ni wa India ama mzazi wake mmoja ni wa Marekani hapa. Sasa yeye akasema nimwandikie barua ya kumpendekeza aende kwenye akasome masters. Sasa mimi nilikuwa katika walimu kadhaa wanaomwandikia barua miaka kadhaa iliyopita huko nyuma. Akapata katika vyuo aliyopata, aliomba kama 7 hivi. Alipata na vyuo 7 ni kawaida. Sasa wewe mwenyewe unajua ni vichache sana, sio vingi. Milioni 25, anaomba 15 20. Yeye akapata katika vyuo vya juu kabisa, alipata Harvard, akapata Yale. Sasa nilichoshangaa mimi nikaona anasema naenda Yale, nikasema yote hivyo viwili viko juu sana. Mimi ningeenda kwa nini siende Harvard? Nikagundua Harvard amepata nusu ya ufadhili. Yale wamempa ufadhili wa jumla kabisa, na wamemwahidi barua atakapokwama baadaye kama akizidisha miaka ya kusoma kutokana na matatizo mbalimbali, wanaweza kumwajiri akawa mwalimu msaidizi pale, afundishe mpaka ajiriwe, apewe mshahara, asome malizi. Kwa hiyo nikasema kumbe basi Yale ndo hata sababu nzuri zaidi. Lakini kwa nini aliomba zaidi ya kimoja? Sasa angeomba chuo kimoja tu angekosa, kwanza angekuwa alikosa, pengine angepata hicho kimoja ambacho wanatoa nusu, angesema hiyo nusu bado familia yangu hawawezi. Lakini akaenda chuo ambacho wanamkaribisha kwa hamu, wanasema kwanza tutafurahi sana kuona huja chuo chetu, kwa sababu ameshamuona ni potential. Alipo apply tu ameangalia qualification zile, yuko vizuri na interview yake akajieleza vizuri. Ndio hivyo. Kwa hiyo kusoma Marekani kuna faida nyingi sana. Mimi naona sio lazima uangalie kwamba utaajiriwa upate kazi na nani. Kuna mtazamo tu wa maisha unapata tofauti pia. Huko ni utamaduni tofauti, unaongezewa mtazamo tofauti. Kabisa. Kuthamini elimu ni kitu cha muhimu sana. Usiangalie tu kwamba utaajiriwa vipi. Kweli kabisa, naunga mkono hoja unazungumzia. Na ndio maana tukuja kuangalia hata kwenye masuala mipira, kina Messi, kina Ronaldo, ili afunge goli moja, apige shuti moja golini, anapiga mashuti kama 7 kwenye mechi moja yote kwa goalkeeper. Unaona kwamba mmoja wapo katika hayo mengine yatakuwa ni magoli halisi. Kwa sababu kusema piga shuti moja ufungi. Kweli kabisa, hiyo ni kweli. Alafu pia ni mahali ambapo kuna faida nyingi sana mtu akisoma hata nchi zingine, sio tu Marekani. Mimi nafikiri Marekani kwa sababu ndio penye uzoefu, lakini pia kwa mtazamo wangu mimi sijaona nchi ambayo ina mchanganyiko wa tamaduni, mila na lugha kama Marekani. Sijafahamu nchi moja unaweza kunilinganishia ni ipi. Kwa sababu Marekani sijui tungesema tukae chini unieleze nchi yoyote ambayo hakuna mtu anayesoma au kuishi Marekani, nchi ya duniani hapa. Kwa hiyo mimi naona ni the most multicultural country in the entire world. Dunia nzima ndio ina. Kwa hiyo inakupa utajiri wa mitazamo. Unakaa na wa China, unaona kama wanafunzi wanaishi vipi.
kama raia tu wa kawaida mtaani, wana mtazamo gani kuhusu maisha, wana maarifa gani, wana vitu gani wanaamini, ni vitu vingi. Unakutana na Wajapani, unakutana na watu kutoka Botswana, unakutana na watu wa kutoka popote pale ambapo usingeweza kufikiria. Hiyo ni elimu yenye thamani sana. Waache ile thamani ya kusema umeajiriwa sasa mahali wanakulipa bei gani. Kwanza mimi nikisema ule ukweli, kama ingekuwa thamani ya elimu inapimwa kwa ada zilizolipwa, mimi nikifikiria ada walizonilipia mpaka namaliza shule, sioni mshahara wote ambao utakidhi niseme kwamba nalipwa kihalali. Unakuta kumbe ajira iwe ni kitu kingine, lakini usilinganishe unaposoma kwamba sasa mimi nitaajiriwa wapi na watalipa bei gani. Yes. Kwa sababu ada tu zilizolipwa ukizichanganya pamoja, mishahara yako pengine utakayolipwa kwa muda uliobaki wa maisha pengine hata hazitakafa nani gharama zile. Sasa ndo unatambua thamani ya elimu, kwamba thamani ya elimu sio jinsi itakavyokuwa compensated kwenye kibarua, mshahara ule no. Hiyo ni vitu vingine, ni vile utakavyosaidia jamii nyingine. Kama unachofanya Makulilo, kuwa kwenye blog unaongea na watu dunia nzima, na hasa wa Tanzania ambao ni watu wa nyumbani, kubadilisha maisha yao, alafu na yeye ajabadilisha mtoto wake, inaweza kuwa kitu ambacho wewe hutakiona, lakini thamani yake watakiona jamii wa Tanzania. Atamsimulia mtoto wake kwamba kuna bwana mmoja aliitwa Makulilo, isingekuwa yule mimi nisingemwandalia mtoto wangu msingi huu na huu. Mimi nilianza kuweka pesa ili mtoto wangu ajasome, baada ya kusikia Makulilo anaongea hivi na hivi nikajua mtoto wangu nitampeleka akasome Marekani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unapanda kama mbegu, lakini sasa hivi hakuna mtu anaweza kuona kwa macho hivi vinazaa kwa namna gani. Ni vitazaliana maradufu na jamii itabadilika sana. Kweli kabisa mkuu. Ndiyo. Mimi napenda nikushukuru sana. Kwanza hapa tunaongea na wewe ni usiku mrefu, na tunafahamu maisha ya Marekani, unapokuwa na familia, huna mtu wa kazi, ni wewe baba, mama, ndoa usigelo wewe, kila kitu. Kwa tunafahamu hivyo, na majukumu ya kikazi mengine kwa sheria kifamilia. Kwa hiyo kupata fursa hii ya kuongea na mimi kwa almost zaidi ya saa nzima, napenda nikushukuru sana. Mungu azidi kukubariki. Naamini watu wengi watafaidika na interview hii. Amina. Mimi nikushukuru sana kwa kweli kwa muda wako. Japo kama unavyosema ni kweli, maana ni muda saa 6 kasoro kwa saa hapa, ambazo nafikiri tofauti labda tu ya saa 1 na kwako hapo. Yeah. Hapa ni saa 6 kasoro usiku, na ni muda mzuri sana ambapo mtoto anakuwa amelala, hawezi hata kuuliza kitu fulani katikati ya mazungumzo. Huu ndio muda mzuri kabisa. Basi tuzidi kuwatia moyo ndugu zetu, jamaa zetu wa kutoka kwenye nchi zetu, wenye ndoto zao zitimie, kwa sababu unaweza kuwa ndoto yako ilizimwa mahali fulani kwa sababu hukupata mwalimu aliyekutia moyo au aliyekuambia wewe kuna kitu nakiona ambacho ni kizuri sana kwako. Hayo maneno tu yakakubadilisha, ukasema kumbe mimi hapa nikiendelea mwalimu anaona hiki na hiki. Yeah. Kumbe yupo mwalimu mahali fulani anayeona hicho kitu, atakuonyesha kwamba wewe umepewa zawadi fulani na Mungu ambayo watu hawaioni pengine. Hii ni utamaduni pia kumotivate wanafunzi. Wewe mwenyewe umesoma, umeona wametengeneza kama utamaduni wenzetu. Uwezi kufundisha tu kama mwalimu, kama uwezi hata kuzungumza na wanafunzi mmoja kwa wakati wao, kitu gani ana tatizo unaliona ambalo huwezi kumwambia umdhalishe mbele za watu, kitu gani amejaliwa lakini yeye pengine hata aone kama ni kikubwa. Wewe kama mwalimu au kama ni mlezi fulani lazima uzungumzie hicho kitu na unamtia moyo, anakwenda mbele. Ni nguvu kubwa sana kumpa motivation mtu. Sasa hivyo vitu mtu anaweza kaona kwamba pengine alijiona wa kawaida sana akisoma chuo fulani au shule fulani Tanzania, lakini kumbe sio wa kawaida na zawadi fulani ambazo amepewa na Mungu. Lakini kuna watu watakaomwambia kwamba tunaona hivi na hivi, sijui wewe kama unajiona hivyo. Yeye akasema mimi najiona ndio, lakini naona kawaida tu. Kumbe kwa kupata maelezo ya wengine mara kwa mara, kila mtu anakuambia hicho, unajua hiki sio bure, mimi kweli nimejaliwa. Lakini huo ni utamaduni, lazima tuwe tumejaliwa kuambia wanafunzi kwa mtindo huo.
kuwatia moyo, kama tu sio sehemu ya utamaduni wetu kutiana moyo na vijana ambao wanaongezeka umri na wanaendelea kujifunza. Hawaelewi kile kitu anachokifanya ni tungesema nini, exceptional, tungesema kwamba ni cha pekee. Haelewi kwamba ni cha pekee, anafikiri ni cha kawaida tu. Kwa hivyo kubadilisha tamaduni katika kusoma ni kitu kizuri sana. Unajifunza vitu vingi na unaweza kuja kuvumbua baadaye una vipaji ambavyo vilifichika tu. Kweli kabisa. Mhm.